Ezekiel Mwambopo, tunaye Balozi Kapia pia ukiangalia katika tume hii, wewe unamuonaje? Naam, asante sana mwenyekiti, na umeeleza vizuri balozi na mwanadiplomasia mwandamizi. Hichi ambacho kinafanyika sasa hivi Watanzania, ambacho tunapaswa kuelewa na ambacho Watanzania wote wanafahamu na kileta utulivu, tunazungumza. Na unapozungumzia diplomasia ni kuzungumza. Kwa hiyo unapozungumzia mtu kama Balozi David Kapia, unazungumza mtu ambaye ni mwandamizi katika kuzungumza. Tuzungumze, haya yanaisha. Ndicho kitu ambacho anakifanya. Kwa hiyo ukiangalia, amekuwa yeye ni mjumbe wa viongozi wakuu wa taifa letu katika misheni nje ya nchi, na huko zote zimefanikiwa. Amekuwa katika sehemu ya ujumbe wa hayati Benjamin William Mkapa kule Burundi, wakapatanishwa, Warundi wametulia. Kulikuwa na mivutano. Tunapozungumza leo hii kuhusu Sudani Kusini, tunayoiona leo imetulia, kuna maendeleo makubwa. Kulikuwa na mvutano Sudan na Sudani Kusini, kulikuwa na hitaji mazungumzo. Miongoni mwa wajumbe ambao walitoka Umoja wa Afrika ni pamoja na Balozi David Kapia wa kwetu wa Tanzania. Kwa hiyo kitu ambacho nakiona hapa ni kwamba Watanzania tunao watu ambao wanaweza kufanya kazi yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo tunafurahi kwamba Balozi David Joseph Kapia ni miongoni mwa hao ambao tunajivunia. Tumeona mafanikio yako mengi sana ambayo amefanya. Amekuwa mjumbe katika wakfu mbalimbali za kimataifa na wamefanikiwa. Unapozungumzia ukanda wa maziwa makuu, utulivu wote tunauona ule. Unajua kuna wale ambao hawazungumzwi ila wapo na ni Watanzania. Ni Balozi David Joseph Kapia. Yako mengi na ni msomi Mtanzania. Umeona? Kwa hiyo hata mafanikio ambayo tunayaona katika mission mbalimbali za kimataifa, unafahamu kabisa kwamba David Joseph Kapia ameshiriki, na ushiriki wake si tu kwamba ameshiriki katika nafasi za uandamizi. Alikuwa ni sehemu ya uandamizi, kama si mwenyekiti basi ni makamu mwenyekiti. Ndio maana viongozi wetu wakuu waliopita walikuwa wana imani na yeye. Ndio maana alikuwa akiteuliwa katika jumbe mbalimbali, jina likipendekezwa tu David Joseph Kapia anakwenda, na akishiriki mafanikio tunayaona, utulivu na kuwepo katika nchi mbalimbali ambazo zinazungumza lugha tofauti. Fikiria Ivory Coast wanazungumza Kifaransa na lugha zingine za Afrika Magharibi, lakini aliweza kushiriki pamoja na hiyo kutafsiri, utulivu kapatikana Ivory Coast. Sawa, lakini leo hii tunazungumza nyumbani kwake, tunakozungumza Kiswahili, kupatanisha Waswahili utamshinda? Hapana mwenyekiti. Mimi nafikiri kwamba wasifu huu ni mzito sana, anastahili kuwa kwenye kamati na anatuvusha pamoja na wajumbe wengine, na mwenyekiti imani yake tunaye kubwa sana. Yeah. Kwa picha ninayoipata sasa hivi kwa watu ambao mpaka sasa hivi tumewazungumza, ina maana kwamba sisi wenyewe kumbe tunaweza kumaliza mambo yetu wenyewe, kwa sababu tunao wabobevu